kabla basi yenyewe kipengele cha mwisho, maana havifanani. Swali la kwanza tuanzie kurekebisha pale. Nukuu imepatikana hajapatikana? 256. Soma kwa lugha mlio nayo. Tunasema Yesu aliwatuma malaika zake kuongoza akili za wale waliokuwa wamekata tamaa kuelekea patakatifu pa patakatifu. Naam. Ambapo alikuwa ameingia ili kulitakasa hekalu na kufanya upatanisho wa pekee kwa ajili ya Waisraeli. Naam. Yesu aliwaambia malaika kuwa wale wote watakaompata wataelewa kazi iwapasayo kufanya. Niliona kuwa wakati Yesu alipokuwa patakatifu pa patakatifu angefunga ndoa na mji wa Yerusalemu. Okay. Si hivyo? Angefunga nini? Ndoa. Umeipata? Imekuwa sawa? Twende mbele. Ukombozi wa Kristo, uombezi wa Kristo. Kuna swali lingine kwenye kipengele kilichotoka? Naam. Sio swali ila kuna nitatanisha. Kwenye hii quotation ya Kiswahili, sijua sasa ni ile Kiingereza ndio nasema vizuri au hii. Yaani haijalishi, yaani point ni moja. Point ni moja. Kuolewa. Yaani kufunga ndoa ndio kuoa. Sawa? Sawa, unaposema kuolewa it doesn't mean ya kwamba wewe unaposema nenda kuoa kwani yeye anaanza kujitoa tu. Ama mnaoana. So hakuna kesi hapo. Nini? Ukisema kuolewa. Sasa sikiza, siko kwenye somo la ndoa mimi hapa. Ukisema kiko sawa kwa maana hii. Kiingereza tunafanya ni kuoana. Sasa ukisema kuolewa ni mmoja anamchukua mwingine. Ile wewe mwingine yeye hana sauti, hana akili, yeye anajitoa. Mwanaume haolewi. Mwanaume kuolewa huwa haolewi. Sawa, fanya hivi, hiyo ni semina ya ndoa, mzee sawa amesikia. Mimi siko hapo. Sawa, mimi siko hapo. Kwa hiyo tuiweke katika muda tu hivi kwamba atafunga nini? Ndoa. Basi hayo mengine enda mkasucha kwingine. Mimi siko hapo. Point tu ndio hiyo. Hayo mengine familia hiyo sasa. Nitaambia kina Ani hapo kama wao wenyewe wanajitoa tu hivyo, basi hiyo mtasu. Nilisikia mnazungumza vizuri. Sio hiyo mambo yenu. Sasa tuende kwenye kipengele cha muhimu. Kwa hiyo baada ya hiki kipengele tutakuwa tumebakisha swali moja kwenye patakatifu mno ambayo inahusu vitabu. Kwa maana kwenye nadharia ile ya kwanza kusafisha hekalu inahusu kuondoa majina na dhambi, sio? Na unaposema uombezi, sasa ndio nisije nikakosa ku drive point nyumbani. Ni neno hili kwa Kiingereza intercession. Sawa? Now to intercede Sidi ni hivi mzengoni. Needs. C, D, D. Alafu na E mwisho. Intercede. Naomba nitumie huo mfano. Mfano, good. Nafikiri tutumie mfano wangu, tutumie mfano wa maandiko, sawa? Tuende kitabu cha Mwanzo. No, not Mwanzo, kitabu cha Kutoka. Kutoka 33, Musa baada ya kutoka mlimani amepata Waisraeli wamefanya ibada ya sanamu. Baada ya hapo ni 32 mstari wa 30. Naomba Aaron nisomee. Nao hapo aliposa kuna kitendawili sasa. Anasema hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu. Mmetenda dhambi kubwa.
Na sasa nitakwenda juu ya Bwana, juu kwa Bwana. Nitakwenda juu kwa Bwana. Labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Labda nitafanya upatanisho. So sentensi hii kwanza, kwenye mawazo ya Musa anafikiri nini? Au kuwepo kwenye akili zake, lakini nafikiri sentensi hii inaonyesha nini kuhusu mawazo yake? Kwamba ataenda kuomba msamaha kwa Mungu kwa ajili yao. Okay. Yes. Kama yuko hivyo ilivyo, inamaanisha Musa ana wasiwasi Mungu hata samehe. Hiyo kitu cha kwanza. Kwenye sentence labda. Ndio maana amewaambia hii dhambi ni nini? Kubwa. Wacha niende niwaombee msamaha. Sio? Labda. Hiyo sentence unapoisikia ni kauli ya nani hiyo? Ya Musa. Nani mpaka hapa ambaye hajui tunaitoa wapi? Nani hajui tunatoa hii kauli ya shetani kutoka wapi? Wangapi ambao mnajua ilitoka wapi? Hiyo. Wangapi ambao hatuelewi? Wangapi ambao tumekuwa katika darasa la tabia ya Mungu hapa tangu tuanze? Kule mbinguni shetani alikuwa amewaambia haya. Dhambi ikiwa kubwa kunaendaga haya. Sasa nimesikia tunasema kumbe ulikuwa unaiona ndio hiyo. So dhambi ikiwa kubwa sana, Mungu afanyagi nini? Kwa hivyo anaposema labda, kwenye akili zake anaona ugumu wa wao kufanya kitu gani? Ina swali. Walipofanya ile dhambi, nani aliyebadilishwa? Mungu wao. Kwa hivyo anafaa kubadilishwa hapa. Mawazo yabadilishe kingine kilichokuwa kiingie. Kingine kiingie kilichokuwa kitoke. Ni nani? Kwa hivyo alikuwa nafaa upatanisho Musa ufanye wapi sasa? Kwao. Ila ameuona kufanya kwa nani? Kwa Mungu. Sio? Ya pili, ni nini ambao unanusa kwenye sentensi hii? Ni nini kingine ambacho unanusa hapa? Ninaenda kufanya upatanisho, sio? Kwa hivyo kwenye hapa nani anaenda kupatanisha? Mungu anaenda kupatanisha. Aya, kwa hivyo kazi ambayo Musa alikuwa ameenda mlimani kufanya ilikuwa nini? Kumpatanisha Mungu na hata kuwaombea. So nafikiri akiwa mbele ya Baba alikuwa ameenda na hoja zipi? Na alikuwa amefanya nini? Akiwa mbele ya Baba kule mlimani, unafikiri Musa alikuwa anatumia hoja gani? Alikuwa anaongea yani? Kumbembeleza. Sijui kama ile ya Aaron. Si Aaron, ile ya zimbo na wita. Ile ya Musa. Anaitwa Musa Abraham. Sasa hivi kweli unaenda kuangamiza. Si ndio ruka? Sasa si unaona kule chini nimeshawanywesha dhahabu. Si inatosha. Ama kuonyesha dhahabu. Ameshaondoa wale waovu. Si alishaenda kule chini akatoa amri washakatakata sio? Na baada ya hapo akachukua ile dhahabu akafanya nini? Akasaga. Baada ya kusaga akafanya nini? Akawanywesha. So nafikiri akiwa kule mbinguni anaambia Mungu mambo gani? Nafikiri ile niliyofanya pale, nafikiri acha hasira yako ifanye nini? Hiyo ndio uombezi, sio? Hiyo ndio anafanya kule mlimani. Si ni kweli? Sasa tunaposema uombezi ni hiyo. Kwa hiyo kuintercede ni wakati ambapo mtu amekosewa na kwa hiyo mtu mwingine anatumika hapa katikati kuenda kuomba msamaha. Angalau huyo aliyekosewa apoe. Si ndio? Ila kosa limefanyika, si ni kweli? Sasa wangapi wanaofikiria Kristo mbinguni tangu 1844? Hiyo ndio shughuli yuko nayo na Baba mbinguni. Hiyo ndio anafanya. So leo kukichemuka mbinguni leo jioni kukichemuka, lazima Kristo amkumbushe Baba damu. Baba akishaiona mambo yawe sawa. Hivi naelewa? Huo ndio uombezi ambao tuko nao. Sasa twende kitabu cha Yohana. Anasema, Naam. kwa maana Baba mwenyewe Hebu rudi 26. na siku ile
mtamwona na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Nini? Mnaweza kuuliza swali, nasikia mimi sijaelewa. Sura ya 16 fungu la 26-27. Mmeipata? Wale kwa naiulizia mmeipata? Ndio. Okay. Sawa. Kuna kipengele ambacho nataka tufanye hapo. Naomba Aaron soma vizuri tena 26:17. Niyo hiyo 16. Anza 16 alafu 17. Sorry. Yaani hapo anza 26. Yaani ulikuwa umesoma hapo. Rudie yani maanisha. Na siku ile mtaomba kwa jina langu. Na siku ile mtaomba kwa jina langu. Wala siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Na wala mimi siwaambia kwamba nitawaombea kwa Baba. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi. Kwa maana Baba mwenyewe anawapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Asante. Hii hapo. Naomba tusome. In that day katika siku hiyo you will make requests in my name. Mtatoa maombi kwa jina langu. And I don't say that I will make prayer. Sasa baada ya hapo mtatoa ombi kwa jina langu. Kuna kipengele fulani hapa. Unaita nukta mbele nini? Kikomo. Unaitaje hii? Hii sentence hii kitu hapa. Hizi dot mbili hizi. Ni semicolon, sio? Kwa hivyo kuna semicolon hapo. Kumaanisha kinachofuata anatoa maelezo zaidi kuhusu kilichokuwa mwanzo. Sio? Alafu anasema I don't say that. Kwa hivyo inamaanishaje? Hivi naambia mtu hivi. Unaongea. Sijasema kwamba unamaanishaje? Ni nini unachokopa hapo? Sivyo ambavyo umeelewa. Asije akatafsiri tofauti. Kuna wale watu ambao wanapenda ombea. Unajua ukisema unaogopa kwamba unaweza sema kitu halafu akabeba akaipeleka njia ambayo sivyo. So Kristo hapa anawaambia siku ile mtaomba kwa jina langu. Ila kabla aendelee akaogopa. Akawaambia ila sijamaanisha nitaomba kwa ajili yenu. Sikiza, ila sijamaanisha nini kama hapa sasa. And I don't say that I will make prayer to the Father for you. Na hiyo sijamaanisha kwamba kazi yangu mbinguni ni kwenda kuambia Baba kwa niaba yenu. Kwa hiyo Kristo mbinguni hapa katika business ya kumpelekea Baba list ya maombi iliyokuwa umempea Kristo leo asubuhi. Hiyo tumeelewa? Kule nyuma tunapatana. Leo Baba hajapelekewa horoga kwa niaba yako na nani? Na Kristo. Kwa nini? Anamaliza anasemaje? For the Father himself, kwa sababu Baba mwenyewe gives his love to you, anatoa upendo wake kwenu, because you have given your love to me, kwa sababu umetoa upendo wenu kwangu, and have had faith that I came from, na mmekuwa na imani kwamba nimetoka kwa nani? Kwa hiyo ikiwa kuna imani ya kwamba Kristo alitoka kwa Baba, hiyo inakusaidia ujue ya kwamba jinsi Kristo alivyo ndivyo ambavyo Baba alivyo. Kwa hiyo ikiwa Kristo anakupenda, Baba hivyo hivyo anakupenda. Kwa hiyo ikiwa kuna jambo lolote unapoliomba kwenye jina la Kristo, ni kumaanisha unaheshimu tu njia ya mpango wa ukombozi na mpango wa uumbaji, kwamba vitu vyote vinatoka kupitia Kristo na vinarudi kupitia Kristo. Tunaelewana vizuri? Baba ndiye anayetoa, ila Kristo ndiye njia ya kuvisambaza. Na vinarudi kupitia nani? Ila sio kumaanisha kwamba Kristo na Baba wanafanya ile kazi ambayo Maria anafanya kwa Kristo, kwamba ndio mfikie mwana ni mgumu, basi inabidi kwanza uende kwa mama yake. Sasa mama yake unajua atamshinda hoja. Sikiza, nilikuzaa. Yule mama anataka afanye hivi na hivi na hivi. Hebu msikize.
Sivyo ndivyo ambavyo alivyotumia Maria. Unajua hapa bwana nini imefanya nini? Nini imeisha hapa. So ikabidi kwanza mama ndio wafanye nini? Aongee, sio? Kwa hiyo Kristo na Baba mbinguni hapo katika shughuli ya kwamba Baba ndio akupe kitu, kwanza lazima mwana aseme na atoe damu yake kwa niaba yako, maana wewe ufai. Ikiwa iko hivyo, itakuwa inamaanisha tu kwamba Baba hakupendi. Inabidi kwamba atoe kitu kwa sababu anampenda nani? Kama si nakupenda. Unajua kuna wale watu wana mnaongea na yeye kwa mfano kama naheshimu Mzengoe, sawa? Alafu huyu ndugu alikuwa amenivunjia, ameniibia projector aende kuhubiria injili. Sasa sasa unajua anajua mimi na Mzengoe ni marafiki, sio? So inabidi aende kwa Mzengoe, nipasa Mzengoe akuje kwangu. Alafu mimi naambia Mzengoe hivi, kama si vile ninavyokuheshimu. Wewe tu nani? Unaelewa? Kwa hiyo Kristo mbinguni hatoi hoja ndipo sababu akubali because of Kristo, not because of you. Sasa ikiwa iko hivyo, huyo Baba ile siku ambayo utaingia mbinguni kwenye meza ukiwa mnaangaliana, kwanza utaki ya kuona vizuri. Kwa sababu unajua huko hapa karibu. Ukai huko sababu ya wanakupenda wewe. Mnaangaliana kama si mwanangu. Wewe ungekuwa hapa. Una bahati sana. Unaelewa? Na ndio maana makanisa imejaa na nabii Ellen White anasema ya kwamba makanisa imejaa ya kwamba Baba Kristo anakupenda, analalamika. Anasema makanisa yetu yamejaa matamshi kuhusu kupenda Kristo, ila matamshi kuhusu kumpenda Baba hayapo. Kwa maana hatuoni kafara ya Baba kwa kafara ya nani? Ya Mwana. Tunaona tu nani mwenye upendo. Sasa utaona upendo namna gani kwa mtu ambaye anahitaji akupige na anatoa mtu anampiga kwa niaba yako, wewe mtu mwenyewe alikupata wewe afanya nini? Kama inabidi mtu yeye mwenyewe ndiye anayetaka kupiga mtu, anatoa mtoto ambaye hana makosa kwanza, anampiga yeye ambaye hana makosa kwa niaba yako. Ile siku ambayo wewe miguu unakosea. Anyway, sasa nataka tufanye comparison. Hapo kwenye comparison natafuta Biblia inayoitwa Darby Translation. So kwenye Darby Translation tuone naye anatuambia aje. Nataka tuangalie tofauti iliyo hapo. Tuanzie tofauti hiyo 26 hapa. Hii ni Darby hapa. In that day you shall ask in my name, and I say not to you that I will demand of the Father for you. Kama ninaenda kuomba kutoka demand kana kwamba because nimekufa sasa mimi niko na haki ya kwenda kudai kwa niaba yako. Unaelewa? Sasa iko hivyo. Kwa sababu Kristo ameshapigwa kwa sababu ya wewe. Kwa hiyo yote unayofaa kuyapokea ni haki yako, ila sio sababu wewe ni mzuri. Ile sababu Kristo ni nini? Ni mzuri. Kwa hiyo Kristo yeye anaenda kudai sababu ni haki yako. Unaelewa? Tuangalie nyingine. Kuna nyingine nao tafuta nzuri, sijui itakuwa ni gani. Tuangalie gani hapo. King James version tushajua inasemaga nini huko. Tuangalie hii word English. Iko hapa. Anasemaje? The same thing. Kuna nyingine nzuri, sijui ilikuwa na gani, sikumbuki ni gani. Ila point ya msingi ni kwamba uombezi ambao tunaujua kwenye akili kwa kifupi ni huo, kwamba Kristo mbinguni uombezi wake ni kwenda kutoa hoja kwa nani? Kwa Baba. So kwa upesi tuangalie. Ipo hivyo si hivyo? Kwa hiyo ana uwezo wa kuwaokoa kikamilifu wale wanaomjia Mungu kupitia kwake. Kwa sababu yeye huishi daima ili kuwaombea. Kwa hivyo Kristo anaishi daima afanye vitu gani? Atuombee. Kwa hivyo unapokuja kwa Kristo, yaani kuna uhakika ya kwamba utakombolewa kwa sababu Kristo yeye anaishi daima kutuombea, sio? Sasa kutuombea katika muktadha gani? Na je, hiyo ukiwa unaielewa anatuombea wapi? Sio? Okay. Swali la kwanza. Kama Kristo anatuombea kwa sababu ya nini? Ya dhambi, sio? Sasa dhambi huwa inatendeka wapi? Sababu yani kazi ya Kristo kutuombea hii hapa. Yani Kristo anaishi kutuombea ndiposa nini itendeke? Iko hapo juu. Kwa hiyo ana uwezo wa kuokoa.
Kwa hivyo kazi ya Kristo kuishi kutuombea ni makusudi ndiposa tuokolewe, sio? Kwa hivyo ikiwa anaenda kumwomba Baba ndiposa tuokolewe, kwa hivyo anaenda kutuokoa kutoka kwa nani? Shetani. Kama anaishi kutuombea ndio tuokolewe, na anatuombea kwa Baba, kwa hivyo anatuokoa kutoka kwa nani? Kwa Baba. Kwa hivyo mpango wa wokovu ni mpango ambao Mungu anautoa kutukomboa dhidi ya nani? Yake mwenyewe. Hivi mmeelewa hiyo? Kwa lugha hii ya injili ile ya kipagani ambayo tumekuwa tukishikilia, tumeishikilia kama mpendwa, kwamba nani ambaye ataua watu jehanamu kule. Umeshikilia hiyo kabisa, hiyo imeshikiliwa kabisa. Kwa maana hiyo ni hii. Kwa hiyo Kristo anataka kutuokoa ndiposa Baba asituchome, si ndio maana? Kama alivyo tuokoa dhidi ya nani? Baba. So ukiambia na mkafiri kwamba Mungu wako si Mungu wa upendo, ndio maana ya hii. Kuniokoa dhidi ya wewe mwenyewe ni upendo namna gani? Yaani wewe ndio unataka kunichoma, alafu unaniambia nataka kumtumia mtu aniokoe. Unaniambia wewe sasa wewe ni mchezo unanifanyia. Kwa hiyo ila ukijua dhambi inapofanyika, then utajua kipengele fulani cha muhimu. Kwa nini? Now, before tuende hapo, ama tusome maandiko kwa ama nisome hii? No, tusome maandiko. Sababu najua kuna wakati fulani kulikuwa na kesi ile semina ya kwanza. Tusome maandiko, acha tusome vitu vingi. Sawa. Tusome kwanza maandiko hapo. Sababu CV pia watu tuko nao hapa ni wa aina gani? Matthew 15:17 to 18. Now hii nimetafsiri Darby translation. Sawa? Matthew 15:17 to 18. Je, bado hamfahamu kwamba kile kiingiacho kinywani hupita tumboni na baada ya hapo kutolewa wapi? Nani anazungumza maneno? Nani anazungumza? Kristo. Lakini mambo yatokayo kinywani kutoka wapi? Kwa hivyo mambo tunayoyatoa huwa yako wapi? Haya, baada ya hapo anasemaje? Nayo hayo mambo ndiyo yamtiao mtu nini? Kwa hivyo ikiwa hekalu la mbinguni, and by the way, hekalu la mbinguni chamezana na kesi ni gani? Ni malighafi iliyo nini? Hai. Kwa hivyo ikiwa hekalu la mbinguni linasafishwa, tushajua kinachonajisi hekalu hilo huwa yanatoka wapi? Kwa hivyo ikiwa hekalu hilo linafanya kazi ya usafishaji, ni wapi panasafishwa? Kwa hivyo Kristo nafikiria atakuwa anafanya kazi ya kuombea wapi? Ila Mungu yuko hapo, ni Mungu amekaa wapi kweli? Na Mungu yuko mbinguni. Huyu anaitwa Wagona. Sawa? Wagona kabla afe, ilikuwa 1923. Kabla afe aliandika barua hii. Hii barua ina mambo mazuri na mambo mabaya ndani, okay? Wagona alipokuwa amekufa, nataka tusikie anachosema alafu taniambia unaonaje, sawa? Hebu tusome. Sote, lakini dhambi ni hali, si kitu chenye uwezo wa kujitegemea. Okay, swali. Dhambi inaweza kujitegemea? Hamna. Dhambi inaweza kujitegemea, kwamba dhambi iko huko nje inajitegemea mahali, nafsi fulani. Ama ni hali iliyopo ndani ya nafsi. Ni hali, sio? Ndio yeye anasema kwamba dhambi ni hali na wala si kitu kama kuni. Hebu tusome. Si kitu chenye uwezo wa kujitegemea. Uwepo tu ndani ya mtu. Na inaweza kuondolewa tu kwa maisha. Ndio uondoe dhambi, inabidi uiondoe mahali ipo halisi. Si ndio? Na ukumbuke dhambi pia imebeba nini? Mauti. Kwa hivyo suluhisho ya dhambi ni kitu halisi. Si ndio? Pahali halisi. Na ikiwa dhambi hauwezi hamisha, there is no way unaweza sema ya kwamba Kristo alihamisha dhambi kwenda mbinguni. Dhambi ni kitu nini? Halisi. Haya, twende mbele. Dhambi ni kama ugonjwa. Kwa kweli ni ugonjwa unaoleta mauti. Naam. Haiwezekani kuiondoa kwa mtu mmoja,
ibebe na mtu mwingine. Naweza beba ukimwi wa huyu na kwa niaba yake. Hamna. Labda nisambazie lakini anabaki na wako wake. Si ndio? Yaani hauwezi, sijasema uko nao. Kwa kifupi point ya msingi ni kwamba hauwezi chukua ugonjwa wa mtu ukauondoa kwake ndiposa mwingine wabebe kwa niaba yake, sio? Ni hali ya mtu, sio? Ndio basi ugonjwa ule upate suluhisho ni kwa nani? Sasa sisi tuna mpango wa wokovu ambao suluhisho sio kwetu, ni kwa mwingine nje ya mimi. Penda mbele. Kisha ikawekwa mahali fulani Mbali na mwenye dhambi. Kama ambavyo haiwezekani kwa daktari kuondoa homa kutoka kwa wagonjwa na kuihifadhi katika ghala lililotengwa kwa kusudi hilo. Penda mbele. Sipuuzi kauli inayosema kwamba Kristo hubeba au huondoa dhambi zetu. kwa maana hiyo ipo kauli hiyo, sio? Anasemaje? Anazibeba dhambi za ulimwengu. Basi twende mbele. Na kwa kuzibeba kuziondoa kutoka kwa wale wanaongea kuwa mwokozi wao. Lakini nakumbuka jambo hili pia. Anazibeba dhambi zetu ndani yetu. Hello? Yes. Anabeba dhambi zetu wapi? Ndani yetu. Twende mbele. Wala si mbali sana. Anazibeba kwa sababu alikuja katika mwili. Akiwa ameunganishwa kikamilifu na ubinadamu. Kwa maana binadamu, si ndio? Akona damu kama ile ile. Twende mbele. Dhambi za ulimwengu ziko juu yake kwa sababu anabeba ulimwengu. Alizibeba dhambi za ulimwengu, yaani dhambi za ubinadamu wetu wote, katika mwili wake mwenyewe juu ya mti wa msalaba. Na kwa njia ya msalaba mwili wa dhambi huangamizwa ili maisha mapya yaanze. Sikiza baada ya hapo. Lakini sisahaulike kwamba msalaba wa Kalvari hautuletei faida yoyote isipokuwa uwe umesimikwa ndani ya mioyo yetu, na sisi tumesulubishwa pamoja naye. Wangapi wanakubaliana na yeye mpaka hapo? Mimi namunga mkono kwamba dhambi ni kitu nini, na ndiposa kisuluhishwe ni mahali tatizo Ilipo. Sasa swali, basi ikiwa ipo hivyo, hebu tusome maandiko kidogo tu confirm. Nukuu. Yaani nukuu ni barua ya confession ya wago na before. Sasa hivyo tu ndivyo ambavyo vinavyoitwa. Ni barua yake kabla hapo. Soma kitabu cha Mathayo. Mathayo 12 mstari wa 35. Nasemaje? Mathayo 12:35. Tena na hiyo ambayo iko hapo. Ninakwambia sasa. Mathayo 12:35. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Kwa hiyo kwenye akiba inayozungumziwa ni wapi? Moyo. Kwa hiyo moyo ndio akiba inayotoa mambo yote. Sasa swali, ukienda mbinguni uchukue kitabu kwenye meza ufute dhambi umeondoa duniani. Hamna. Kama hiyo ndio kesi, uingie huko uconvince Gabriel ama Kristo, tuchukue ile kitabu tufute kila kitu, si kesi imeisha? Unaelewa? Kwa hivyo unaweza kuwa umefanya chochote kule mbinguni, ila kama moyo wenyewe haujashughulishwa, yaani dhambi ipo haipo. Sasa swali tulipoanzia, ikiwa dhambi imeondolewa kwenye mioyo, kwenye vitabu unavyokuwa unaondoa kwenye vitabu, unafanya kitu gani? Ni maigizo. Kitabu kingine, kitabu cha James chapter 1 13 to 14 nasemaje? Hapa swali ninalotafuta, sijui kama ile mzee ile ni yako karibu ama nimeshaenda. Imeisha moto tayari. Mtende nakubali. Sawa, tuendelee kama usiende kama ipo hapa. Twende. James 1:13 to 14. Swali tunalotafuta ni kwamba dhambi inatokea wapi? Twende mbele. Anasema mtu ajaribiwapo, mtu anapojaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu. Asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Naam. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, akivutwa na kudanganya. Swali.
Kwa hivyo dhambi huwa inatendeka wapi na inazaliwa na kukuzwa wapi? Oh, tushajua hiyo, sio? Swali la pili, ni nani, kama dhambi tushajua baada inafanyika, sio? So swali la pili, ni nani anayewashtaki watu baada ya dhambi imefanyika? Ni nani? Sio mnajua yeye mwenyewe anafanya hayo kazi. Hebu Ufunuo ngapi? 10 na ngapi? 12 mstari wa 10 tusisome. Sawa? Kwa hiyo shetani unapofanya dhambi ndani ya mioyo yetu, wewe umeifanya kaonekana au haijaonekana, yeye ndiye anayefanya kazi ya nini? Swali lingine, nani basi anayesikiliza mashtaka ya shetani? Mungu. Ni mwanadamu. Wangapi mko najibu hiyo swali? Lema yani. Usiende mbali. Nani anayesikiliza mashtaka ya shetani? Yaani tushatumazana na wewe, tuendelea. Somo nukuu. Shetani aliona kwamba kifuniko chake cha kujificha kimevuliwa. Utawala wake uliwekwa wazi mbele ya malaika ambao hawakuanguka dhambini na mbele ya ulimwengu wote wa mbinguni. Sikiza, baada ya hapo alijifunua kuwa yeye ni muuaji. Baada ya hapo, haijalishi angechukua msimamo gani au ama mtazamo gani, hangeweza tena kuwasubiri malaika. Tena kuwasubiri malaika walipokuwa wakitoka katika nyua za mbinguni na mbele yao kuwashtaki ndugu zake Kristo kuwa wamevikwa mavazi meusi na uchafu wa dhambi. Good. Kwa hivyo huo tangu mwaka gani? Tangu msalabani. Hii sentensi hii tangu mwaka gani? 31 nini? Tunaambiwa nini hapo? Kuanzia wakati huo hawezi fanya nini? Kwenda kuwashtaki. Hawezi ngojea malaika katika malango ya mbinguni kufanya kitu gani? Na kuwashtaki. Kuwashtaki. Sasa anampataka Mungu wapi? Kwenye mioyo. Moyo wako. Okay. Kwa hiyo kama shetani hana uwezo wowote, si kwamba atamenyanganywa. By the way, hii haimaanishi kwamba tunajua kwamba ameambiwa tusikuone tena hapa. Tukikuona hapa tutakuua. No. Yaani yeye mwenyewe anajua ya kwamba nimeshajulikana. Kwa hivyo sina uwezo wa kufanya nini? Wa kudanganya. Na cha pili, hata aibu na hofu iliyo ndani yake hawezi muangalia Gabrieli wakaongea. Sababu shajulikana huyu ni nini? Ni muuaji na ni muongo. Kwa hivyo hawezi tena kuenda kwenye malango ya mbinguni aende kushtaki nini? Leo jioni nimekula nyama. Hawezi fanya hivyo. Simaanishi nyama ya soya. Yaani leo jioni nimekula nyama, aende kunishtaki mbinguni. Si ndio? Na kama ndiye mshtaki mbele ya Baba, basi hiyo Baba na anapatikana wapi? Lakini tuachane na hiyo kwanza. Kama Baba ndiye, sikiza vizuri, sawa? Kama Baba ndiye anayesikiza mashtaka ya shetani, sawa? Kiwango cha kwamba anahitaji Kristo asimame mbele yake, Kristo atoe hoja, ndipo Baba abadilishe mawazo. Then hauoni Baba alikuwa amechanganyika akili na hoja za shetani? Kwa hivyo Baba na Kristo wanafanya kazi moja. No, hamjanielewa. Hiyo ni point ya msingi. Kristo anatuombea, sio? Kwa sababu ya mashtaka ya nani? Shetani. Si ndio? Na haya mashtaka shetani amempelekea nani? Baba, sio? Kwa hivyo hoja ambazo Kristo anazitoa za kututetea ni kwa Baba. Wewe hauoni ndiposa Baba akubali kutuacha? Inamaanisha kwanza amebadilisha wazo alilokuwa amelipokea kutoka kwa shetani. Wewe hauoni hiyo? Wewe haoni ya kwamba shetani wakati mwingine huwa anamchanganya Baba mawazo? Kiwango cha kwamba inabidi Baba akae asikilize hoja zingine ndio aamue. Ama anapofanya hivyo ni maigizo bado anafanya. Inawezekana
Baba, wewe mwana, wewe kuja kwangu. Wewe jifanye unatoa nini? Hoja. Alafu mimi nitanyamaza, mimi nitakuwa nakuangalia. Na baada ushatoa hoja, tutakubali kumwokoa nani? Maigizo. Sio? Ama ikuwe halisia ya kwamba baba alikuwa amechanganyikiwa kwenye nini? Kwenye akili. Ila hiyo ni kesi rahisi. Kesi ngumu iko hapo. Yes. Dakika 10 kwenda kwenye maswali. Kesi ngumu iko hapo. Kesi ngumu iko hapo. Sawa. Some hii. Kwa hiyo tushajua kuanzia mwaka huu shetani aingie mbinguni kufanya kitu gani? Sawa. So kuna nukuu tulisomewa jana na ndugu yetu Michael unaozungumzia hekalu la mbinguni kwenye sura ile ya Pambano, sio? Kwenye nukuu hiyo kwenye mafungu hayo nabii anasema hivi. Wakati Yesu anapowaombea wale waliowapokeaji wa neema yake, shetani hawashtaki mbele za Mungu. Shetani huwashtaki mbele za Mungu kuwa ni wavunjaji wa sheria. Mdanganyifu mkuu amekuwa akitafuta kuwaongoza kwenye mashaka, huwafanya wapoteze imani yao kwa Mungu, wajitenge na upendo wake na kuivunja sheria yake. Sikizeni, baada ya hapo sasa anauelekeza mkono wake kwenye kumbukumbu ya maisha yao, kasoro za tabia zao, kutofanana kwao na Kristo. Sawa, nishatushia hapo. Kwa hiyo wakati ambapo Kristo anakuombea na anaponiombea mbinguni, wakati huo shetani anatushtaki mbele ya hapo kwenye hiyo hekalu. Inawezekanaje baada ya hapo hiyo ikawa hivyo ninavyoisoma? Inawezekanaje? Na anasema hivi kwamba Kristo huwa si Kristo. Shetani sasa uelekeza mkono wake kwenye nini? Kumbukumbu ya maisha. Tukachukua kumbukumbu hii kama vitabu za nini? Za kumbukumbu. Akaelekeza mkono wake, kumaanisha akasema usome hapo. Huyo juzi alifanya soma hapo. Mbona unaficha hiyo dhambi? Inawezekanaje baada ya inawezekana katika uhalisia kwamba Kristo shetani akaenda kule mahali Mungu yupo ikafanyika hivyo? Kwa hivyo inamaanisha huu ni mfano, sio? Kwa hivyo uhalisia wake ni katika ile hekalu la nini? La mbinguni ambalo lipo wapi? Tuangalie ushahidi kama lipo hivyo. Okay. Kwa hiyo tukishajua mpaka hapo, tushajua ni wapi na ni nani Kristo huwa anapembeleza, ila itabidi tusome nukuu nyingi. Sawa? Tuanze kusoma. Mbona nasumbua hivi? Twende mbele. Nasema vipi? Kama vile shetani alivyomshtaki Yoshua na watu wake, ndivyo anavyowashtaki katika vizazi vyote wale wanaotafuta rehema na kibali cha Mungu. Sasa hapo, hapo naomba kama ulikuwa unataka kusikiza mambo Kristo anaombea namna gani, hizo zote ilikuwa ni hadithi za kuzunguka, tuweke msingi. Ila sasa hapa tuna moja kwa moja, sawa? Sasa naomba kama umekuwa umelala kidogo, jistue kidogo. Twende mbele. Katika kitabu cha Ufunuo anatajwa kuwa ndiye mshtaki wa ndugu zetu. Anayewashtaki mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kwanza anafanya kazi gani? Mshtaki nini? Mchana na usiku. Sasa hiyo kazi anafanya kwa uwezo gani? Hivyo wakati kuna masaa fulani, masekunde fulani shetani yuko hapa duniani. Akimbia rekodi tena anarudi hapa. Hapo baba mbinguni yuko busy kusikiliza mashtaka. Leo kuna hoja gani? Baada amshitana na yeye ndio imerudi. Huu ni uhalisia, ni mfano. Haya, twende kama ni halisia. Ni halisia wapi mzengoe? Kwa maana sasa hii ni halisia tunatafuta hapa. Sawa? Ni halisia sio mfano, ila halisia wapi? Twende mbele. Pambano hili hurudiwa kwa ajili ya kila mtu. Notice. Haya anayoyafanya hapa anayarudia katika kila mtu. Kwa hivyo baba yuko na kesi ngapi za kusimamia mbinguni wiki? Twende mbele. Kila mtu anayeokolewa kutoka katika mamlaka ya uovu na ambaye jina lake linaandikwa katika kitabu cha uzima. Sasa notice lengo la mashtaka, sawa? Twende mbele.
Mashtaka ya shetani dhidi ya wale wanaomtafuta Bwana hayachochewi na kuchukizwa kwake na dhambi zao. Kwa hiyo badala yake yeye hufurahia kasoro zilizopo katika tabia zao. Mashtaka yake hutokana tu na uadui wake dhidi ya Kristo. Kwa hiyo mashtaka yanapoletwa ni kwa sababu ya lengo na motive gani? Uadui. Kwa hivyo ndiposa Kristo akuja kujibu haya mashtaka, kubadilisha ule uadui. Kwa hivyo kama Mungu alikuwa kwa kweli anahitaji apate hoja zingine, alikuwa ameshakuwa pamoja na shetani au kwa pamoja na shetani hapo? Unanielewa? Yesu mtazamo kwanza anatumia lugha ambayo kwa haraka haraka na kwenye mikato. Yaani anamaanisha hivi. Kwa hivyo mashtaka ya shetani anapoyaleta sio kwa maana unachukia nini? Dhambi. Ni kwa maana wewe umewekwa kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Kwa hivyo ni uadui alio nao ndani ya moyo wake, anaotaka kuutumia ndiposa mimi na wewe tusiokolewe. Sasa kama ni uadui, je, wakati mwingine Mungu huwa anakuwa pamoja na shetani katika uadui huo? Wanakuwa marafiki kiwango cha kwamba Kristo atumike sasa kupambana kwa niaba yetu. Haya, kama sivyo, hebu sikiza hii inayofuata. Anasema vipi? Kupitia mpango wa wokovu, Yesu anauvunja utawala wa shetani juu ya jamii ya wanadamu na kuwaokoa watu kutoka katika mamlaka yake. Shetani mkuu wa waasi hujawa na chuki na uovu mkuu kila aonapo ushahidi wa ukuu na mamlaka ya Kristo. Kwa nguvu na hila za kishetani kufanya kila awezalo ili kuwanyakua kutoka kwa Kristo wale waliosalia miongoni mwa wanadamu ambao wameukubali wokovu wake. Kwa hivyo lengo la mashtaka ni nini? Ni kunyakua kutoka kwenye mikono ya Mungu wale waliofanya kitu gani? Waliojitoa kwake. So do you notice? Kazi ya Kristo hapa ni kutetea tusije tukanyakuliwa. Si ndio? Unaona hicho? Na ndio maana kazi ya upelelezi inahusu waovu. Inahusu nini? Unajua sisi tuliweka hivi kwamba hukumu ya upelelezi inaanza kwenye kanisa la nani? Inaishaka wapi hukumu? Hiyo kanisa la Mungu hukumu inaishaka wapi? Hii hukumu ambayo inafanya katika kanisa la Mungu inaisha wakati gani? Ndio ya waovu ianze. Nauliza, inapoanza 1844, okay? Hukumu tunaozungumzia inaoanza katika kanisa la Mungu, whether waliokufa au walio hai, inaisha wakati gani? Haujulikani. Kweli? Inafunga mlango wa rehema. Baada ya hapo hukumu ya waovu inaanza. Kwa hiyo Kristo anaporudi, the second coming of Christ, hapo ndiposa chapter hii inafanya nini? Hakuna kesi yoyote ambayo hajajitoa kwenye mikono ya Mungu ambao inashughulikiwa hapo. Sio? Inaoshughulikiwa baada ya hapa sasa ni ya wao. Ni kwa nini iko hivi? Kwa nini ni watu wa Mungu wanaoshughulikiwa? Kwa maana wanaosafishwa sio wale ambao wajitoa kwake. Ni wale ambao wamejitoa kwa Mungu. Ni wao wanaosafisha ndiposa apate uwezo wa kuwatetea. Hello? Ndio maana hii point iko hivi. Ukishaelewa kwamba hekalu ni la waamini, si tuliambia na nabii hivyo, kwamba hekalu la mbinguni limeundwa na waamini waliofanya kitu gani? Waliomwamini Kristo. Sasa huo mwovu yuko wapi hapo? Hayupo. Ndio maana usafishaji wenye hekalu unaanza kwa waliolala watakatifu, baada ya hapo kwa walio nini? Kwa maana inawahusu wao, ni wao hekalu. Ila nukuu hiyo umeshaandika inatoka. Twende mbele. Yes, yeye shetani huwaongoza wanadamu kwenye mashaka na kuwafanya wapoteze imani yao kwa Mungu, na baada ya hapo na kujitenga na upendo wake. Twende mbele. Wajaribu waivunje sheria ya Mungu, kisha huwadia kuwa huwadai kuwa ni mateka wake na kupinga haki ya Kristo ya kuwaokoa kutoka mikononi mwake. Kwa hiyo mambo yanayofanyika hapa ni kitu gani? Ni urafiki, ni uadui. Ni uadui. Kwa hivyo shetani anapinga. Sawa?
Kwa hivyo mashtaka sio tu kwamba kuna kitu mahali kimeandikwa tu. Yaani lengo lake anapinga hauna haki ya kumchukua huyu. Alipomfanyia Musa alipokuwa anakuja kufufuliwa. Hicho. Huyu hauna nini? Kwa hivyo Kristo hoja anazokumbana nazo ni za nani? Za shetani. Ni za shetani. Haya twende mbele. Anajua kwamba wale wanaomtafuta Mungu kwa bidii ili wapate msamaha na neema. Msikize vizuri. Watazipokea. Kwa hiyo huwaletea dhambi zao mbele yao ili kuwavunja moyo. Kwa hiyo huwaletea dhambi zao mbele ya Mungu. Huwaletea dhambi zao. Hizo dhambi ni wapi? Moyoni. Zinapotoka. Kwa hiyo anajua ya kwamba ukimkimbilia Mungu utapata kitu gani? Utasamehewa. Anajua Mungu wa msamaha. Kwa hivyo anafanyaje? Anakuja na ule uongo wake kwamba kuna dhambi kuu, unaelewa? Na baada ya hapo anapelekea wewe uangalie jinsi unavyojijua. Si unajijua? Si unajua uliiba nini? Si unajua ulifanya nini jana? Si wewe unashuhudia? Anakuletea hizo wapi? Lengo ni nini baada ya hapo? Kuvunja moyo. Twende mbele. Kwa hila zisizohesabika, zilizo za ujanja mkubwa na ukatili wa hali ya juu, yeye shetani hujitahidi kwa kila njia kuhakikisha kwamba wanajihukumu. Good. Hukumu mwenyewe. Kwa hivyo anakuletea kila kitu wapi? Mbele yako. Kwenye ukatili wote anasema hapo, kwa juhudi wewe mwenyewe jihukumu. Ukishajikatia kauli mimi sifai wokovu, Mungu afanyeje? Sasa before akuachie, Kristo anaingilia hapo. Ndio hiyo inakuja. Twende mbele. Mwanadamu hawezi kujibu mashtaka haya. Sikiza. Kwa hivyo hayo yanayoletwa kwenye Gabriel. Yaani hayo ambayo yameletwa mbele ya mwanadamu ni nini hapo? Mashtaka. Mwanadamu hawezi jibu mashtaka ya nani? Sasa unamjibu nini? Wewe kama wewe mwenyewe unajua kuna shamba ya ndugu yako umesongesha, unamjibu nini? Wewe unamjibu nini? Kwanza mlipokuwa mnaanza huo mchakato, mlianza pamoja. Si ndio? Sasa nani mshahidi wa hiyo dhambi? Ni wewe na nani? Unamjibuje na mamake? Haujibu, unamwangalia tu, sio? So mwanadamu hawezi jibu mashtaka haya kwa nini? Kwa hiyo akiwa amevaa mavazi yaliyotiwa unajisi na dhambi, huku akikiri hatia yake, husimama mbele za Mungu. Wapi? Mbele ya Mungu, sawa? So kumbuka haya hayafanyiki katika huko, ni wapi? Hapa duniani. Yanafanyika katika akili, sawa? So nini msaada wa mwanadamu? Lakini Yesu mtetezi wetu, anayekuja kuintercede, anafanyaje sasa hapo? Kutoa utetezi wenye nguvu. Na wenye mafanikio. Kwa ajili ya wote ambao kwa njia ya toba na imani wamekabidhi ulinzi wa nafasi zao kwake. Yeye hutetea shauri lao na kumshinda mshtaki wao kwa hoja zenye nguvu za Kalvari. Kwa hivyo hoja ambayo Kristo anaitumia ni ya wapi? Damu aliyoimwaga, sio? Anatumia hoja nzito kujibu mashtaka ya nani? Yalikuwa yamepelekwa wapi? Wapi? Kwenye akili. Kwa hivyo Kristo yuko katika harakati ya kuleta hoja za msalaba, tuone upendo wa Mungu wapi? Kwa wakati ambapo unafanya dhambi, kinachokuwa kinakupatia moyo na ujasiri wa kuendelea na safari, japokuwa wewe ni mdhambi ambao umeoza, ni uombezi wa Kristo katika nafsi yako. Otherwise ungekuwa umeshakufa kitambo na stress na hofu, shakata tamaa, si ndio? Kama ni uombezi wa unataka kuinua mkono ama nini? Masaa yameisha. Ndio umeisha. Haya kidogo tu. Kwa hivyo ni uombezi wa Kristo ambao unafanya kazi katika uhalisia, ndiposa wengi wetu safari hatujawacha. Kwa maana anafanya kazi ya uombezi katika uhalisia wapi? Twende mbele. Sawa, hiyo siku tafsiri. Twende mbele. Kwa mshtaki wa watu wake. Kwa mshtaki wa watu wake. Ni nukuu tumekuwa tukisoma sasa ndio hiyo. Kwa sababu kama nataka kuandika ndio hiyo. Testament to the church. Unaita gombo la ngapi?
Na 5. Twende mbele, tusome sisi kwa sababu ya muda. Kwa mshtaki wa watu wetu, watu wake, yeye hutangaza. Bwana akukemee shetani. Bwana anakukemea wewe shetani. Hawa ni watu niliowanunua kwa damu yangu. Ni kama kuni zilizonyakuliwa kutoka motoni. Wale wanaomtegemea kwa imani kupokea. Sasa kumbuka, shetani ndiye mshtaki mbele ya nani? Mbele ya Mungu, sio? Ushajua wewe Mungu yuko wapi? Kulingana na wewe mjua wapi? Kwenye akili. Ole wako kama Mungu mwingine amekaa hapo. Sababu wewe Mungu mwingine ajua anavyo msamaha, unaelewa? Sasa hapo ndio hatari ilipo. Kama ikiwa kuna Mungu mwingine yule wa Thessalonika ambaye amekaa kwenye hekalu la nani? Yule ambaye hasamei, kama amekaa hapo, shetani akileta mashtaka, utashindwa, utashinda. Utashindwa. Sasa unaweza simama siku ya hukumu, ile siku ya mapigo usimame, utasimama kweli? Ile siku ambayo mambo yanaharibika duniani hapa, halafu watu wa Mungu wanawekea kwamba wao ndio wenye sababu, wewe utasimama kweli? Kwa hivyo inategemea ni Mungu yupi unayemjua wapi akilini. Kwa maana hoja ya Kristo inakuja kukupatia ujasiri kulingana na Mungu ambaye anakuwakilishia. Kwa hivyo ikiwa unaamini ya kwamba Mungu hawezi samehea jinsi ambavyo wewe mwenyewe hausamehei, kwa hivyo ile dhambi uliyoifanya utakuwa na hali ambayo hawezi amini kama hata mimi nitasamehewa. Basi anamgeukia shetani, anasema Bwana akemee. Sasa anayemkemea ni Kristo. Na huyu Bwana ni nani? Kwa hiyo Baba na Kristo hawafanyi kazi ya kupingana. Ndio. Wote ni washirika. Na Kristo atumia tabia ya upendo ya Baba, anamwambia shetani Bwana akukemee. Alafu anamgeukia mdhambi, anamwambia namna gani? Tazama, nimeondoa uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya fahari. Hebu twende mbele. Hatuwezi kujibu mashtaka ya shetani dhidi yetu. Kristo pekee ndiye anayeweza kutoa utetezi wenye nguvu na kwa ajili yetu. Anaweza kunyamazisha mshtaki kwa hoja zisizojengwa juu ya kustahili kwetu, bali juu ya kustahili kwake mwenyewe. Kwa hivyo mashtaka haya ni yale ambayo shetani anatuletea, then Kristo anayajibu ndani yetu. Okay, twende mbele. Shetani alikataa kuacha huru mateka wake. Sasa shetani huwa anakataa kutuachilia sisi ambao ni mateka katika huu mgogoro kupitia nini? Aliwashikilia kama watu walio chini ya mamlaka yake, kwa sababu waliamini uongo wake. Good. Kwa hivyo hataki kutuachilia sisi kwa sababu ametunasa na kamba kwenye miguu na mikono ya nini? Uongo wake. Kuhusu nini? Tabia. Sasa ndio maana inabidi Kristo aje na hoja za nini? Za msalaba, na anakuletea hoja. Ndio wewe unafanya hivi, umefanya hivi, ila angalia Baba alinituma nikakufa kwa sababu ya wewe, anakupenda bado. Hayo yote otherwise, kama tungekuwa hatujaamini uongo wa shetani kuhusu haki yake bandia, Kristo hangekuwa anahitaji kuja kusema kati ya sisi na Baba. Sisi wenyewe tungemwendea Baba tumwambie naomba nisamehe. Ila sababu hatuena uwezo huo, inabidi mtu mwingine aingie katikati. Sio kwamba mpembeleze Baba, yaani yupo hivi kama huyu ni Aaron na huyu mzee wangu hapa. Sasa mimi nilikuwa nimekosewa na huyu. Sawa? Sasa kuvutwa hapa ni mimi navutwa kwa nani? Kwa Aaron. Kwa hivyo Baba hapembelezwe ndiposa turudishe kwake na Baba asongee. Sisi ndio ambao tunaletwa kwa Baba ambaye hana uadui.